leo tutazungumzia baraka ya kuanza kujenga nyumba ya Mungu hadi kuikamilisha. Baraka yetu inaanzia kuanza hadi kuikamilisha. Bwana asifiwe sana. Kwa maneno mengine, sisi hapa tuko vizuri, tumejenga lakini hatujaikamilisha. Au imekamilika jamani? Si mnaona madirisha yenyewe yako wazi hapa, hakuna sakafu, hakuna nini. Tumefanya na ni kama tunaenda kwenda kuimalizia. Mungu asifiwe sana. Nilisema tukizungumzia kazi kubwa au project kubwa ambazo Mungu aliagiza au watu wa Mungu walifanya kwa ajili ya kujenga nyumba, inazungumzia sana hekalu ambalo tulisema yamejengwa mahekalu matatu. Hekalu la kwanza ndilo linaitwa hekalu la Sulemani. Hekalu la Sulemani ni lile ambalo alijenga kwa kuachiwa maagizo na baba yake Daudi. Aliyekuwa na moyo wa kwanza kutaka kumjengea Mungu ilikuwa ni Daudi. Si mnakumbuka vizuri? Mungu akasema, wewe huwezi kunijengea, lakini atazaliwa mwana kwako ambaye atakuwa ndiye atakayejenga hilo hekalu. Hekalu la pili tunaliita hekalu la nani jamani? La Zerubabeli. Hili ndio ambalo limezungumzwa katika Hagai, katika Ezra. Hili hekalu lilijengwa baada ya kutoka utumwani. Hekalu hili sio kubwa ukilinganisha na la kwanza. Hekalu hili sio la kitajiri ukilinganisha na la kwanza. Hekalu la kwanza lilikuwa lina magold, lilikuwa na vitu mbalimbali. Baada ya hapo likaja tena likaharibiwa kwa mara ya pili. Ndipo likajengwa hekalu la tatu katika msingi huo, ingawa liliongezwa mara mbili, likajengwa mara mbili, lakini katika msingi huo huo. Hili linaitwa hekalu lililojengwa na Herode. Hilo ni hekalu ambalo Bwana Yesu aliingia ndani yake. Tukasema hili hekalu lina utukufu kuliko lile la kwanza, ingawa la kwanza lilikuwa na sanduku la agano, lakini hili hekalu la mwishoni Mungu alikuja kufanya muujiza. Huyu Herode akajenga refu sana lenye matofali makubwa na kadhalika. Kwa hiyo unapozungumzia project kubwa ndio hizo, ingawa kulikuwa na project kama ile ya kumtengenezea Bwana hema jangwani. Hiyo nayo ilikuwa ni moja ya kazi ambayo watu wa Mungu walifanya, wakachangia, wakajenga na nini. Finally, project ya kujenga kanisa hapa Sakina City Church nayo pia ni miongoni mwa project za watu wa Mungu. Simseme amen. Sisi hapa tumjamjengea mtu. Sisi tumejenga nyumba kwa ajili ya Mungu wetu, na wanaomwabudu wakae hapa waabudu, wamtukuze. Kama hivi unaona vijana wanarukaruka, tungekuwa pale nyumbani kwetu mnapopafahamu, tungerukaruka namna hiyo? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nafikiri hii project imeandikwa mbinguni pia. Umebarikiwa sana wewe kushiriki baraka hii. Haujanisikia? Umebarikiwa sana kushiriki baraka hii. Narudia mara ya mwisho, umebarikiwa ndugu yangu kushiriki hii baraka. Sasa hili jengo litakaa muda mrefu sana. Kama Yesu bado hajarudi, watu watajua kabisa kuna watu walijitoa wakajenga. Tutatengeneza mfumo mzuri wa kuweka kumbukumbu. Sijajua ni namna gani, lakini tukienda kwa wale watu wenye kutunza kumbukumbu, tunaweza tukalisti majina ya washiriki wote walioshiriki. Sijui tuweke kwenye kioo, sijui kwenye glasi fulani, tuzipange ili yabaki pale miaka na miaka. Sio kulaminate, ikiungua moto inaungua. Tuweke sijui kwenye nini, tafuteni, au tuandike kwenye mawe. Umebarikiwa mno kushiriki baraka hii, kwa sababu haijirudi mara kwa mara.
Makanisa hayajengwi mara kwa mara. Mwe mnanisikia jamani, mmenielewa? Ndio maana watu wanaendelea kubaki na makanisa yao. Yaani mnaanza msingi hapa kuwepo kabisa, tena mji kama huu, mpaka mnajenga mpaka kitu inatokea. Ni kitu ya historia sana, usidharau. Inaleta, na ninaamini italeta baraka kubwa katika kanisa letu. Amen, amina. Wiki jana tulichelewa kidogo na mama, tukaja hapa tukawa mwisho. Tulishangaa, yaani hamna parking kweli. FPST hao wakimama kweli, leo hatuna hata mahali pa kupaki. Ni neema. Watu wamenunua magari, watu wanafunguliwa milango, na wengine wanazidi kuja na magari ya nguvu. Ni neema tu. Tumegusa moyo wa Mungu, na ni vizuri tuende vizuri mpaka mwisho. Kwa hiyo nataka leo tuzungumzie kuanza kujenga mpaka na kuikamilisha. Mungu asifiwe sana. Tuanzie na Luka sura ya 14. Inaendeleza tu hiyo kazi ya Mungu au kazi ya kujenga. Luka sura ya 14, tutasoma Injili ya Luka sura ya 14. Luka sura ya 14, tuanzie tusome mistari mitatu. Tuanzie mstari wa 28. Inasema hivi: maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia? Yesu anafundisha juu ya ujenzi. Anasema asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Bwana tusaidie sana. Alikuwa anaongelea mambo mengine juu ya ufalme, kwamba ukianza hakikisha unakamilisha, na Biblia inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Ndio maana alitoa huo mfano. Lakini nataka niseme, nishawaambia huko, mimi hapa ukinipeleka kwenye uinjinia, civil engineer kama wakina Kimaro, mimi nipo. Ukinipeleka kwenye polisi, nipo. Ukinipeleka kwenye sheria ya wakina Baptista, nipo. Ukinipeleka popote, kwa sababu mimi nahudumia watu wote. Mmenisikia jamani? Leo ngoja niongee kama engineer kidogo, kwa kubuni, sio kwamba naamini iko sawa. Mungu asifiwe sana. Kazi ya ujenzi kwa ukubwa imegawanyika mara tatu. Kazi ya ujenzi imegawanyika mara tatu. Kuna hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza watu hawaioni, ni hatua ya msingi. Inaandaa, acha ile kupima udongo. Baada ya kushapima udongo wako na nini, na ndivyo Biblia inavyozungumza. Inazungumzia mwenye hekima alishughulikia na msingi sana kabla ya kupandisha. Kwa hiyo ile swala la msingi ni hatua ya kwanza. Ndugu zangu, msingi una gharama kubwa, hata kama watu hawajui. Hii nyumba unayokaa, kuna nyingine ndefu kwenda chini, manguzo yameenda chini, sijui futi ngapi, mita 2 kwenda chini. Kwa hiyo tumejaza huko kuja juu na nini, tulimaliza mamilioni zaidi ya 200, lakini hakuna kitu kinaonekana. Kwa hiyo hata mtu ukimwambia zaidi ya milioni 200 na imeenda milioni 250-30 imeenda hapa chini, hawezi kukuelewa. Lakini hizo ni kazi ambazo wao wataalamu wanajua kabisa, wanaiheshimu sana, ingawa haipendezi. Msingi kwa asili hauna sura nzuri, si mnafahamu jamani? Msingi hauna sura nzuri. Msingi ni rafu, lakini msingi ni msingi, kwa sababu wenyewe ndio unaobeba jengo zima. Haleluya. Sasa hapo engineer, usiniulize kwa vipimo na ratio ipi. Msingi ndio iko hivyo. Ni kazi ambayo haionekani, lakini ndio kazi inayobeba jengo. Hiyo la kwanza. Hatua ya pili ni hatua ya kuinua zile sasa nguzo pamoja na ukuta, au tuseme hili jengo linaloonekana. Bwana tusaidie sana. Sawa, tuko pamoja jamani? Kwa jengo letu ni pamoja na kupaua na kuezeka huko juu ili jengo lijulikane. Hii
ndio hatua nyingine, na yenyewe pia ina gharama kubwa mno, ina gharama kubwa sana, lakini haipendezi. Hapa tumejitahidi sana kufanya kitu kinaitwa kumalizia au kwenda hatua ya tatu. Ndio maana unaona hata nguzo zina rangi rangi, lakini kwa asili hapa ilikuwa ni matakataka, manini, maguzo. Hata ukijipita kwenye ukuta utaumia, kwa sababu mengine yamejitokeza hivi na nini, vyuma havijakatwa vizuri na kila kitu. Lakini ni hatua muhimu sana katika kujenga. Mungu asifiwe sana. Hatua ya tatu sasa ndio hiyo, kuikamilisha. Amina. Hatua ya tatu ni kufanya nini? Ni kuikamilisha. Sasa kuikamilisha tunaweza kusema ni kuifanya ipendeze kwa muonekano. Sasa hapo ndipo kulainisha kwingi kunatokea, kuweka mambo yakae vizuri. Hizi hazikuwa zimenyooka namna hii, wanajaribu kurudi, wanapima na nini, madirisha yakae square vizuri, yanawekwa na kila kitu. Alafu baada ya hapo sio tu kuikamilisha na kuifanya ipendeze, kuipamba. Bwana asifiwe sana. Kuipamba sasa kunahusisha vitu vingi: kuweka marimari huku chini, kuweka rangi, kuweka milango, madirisha, na kuweka vitu mbalimbali vitakaofanya mtu akiona nyumba anafikiri ni nzuri namna hiyo. Kumbe msingi ungechimbwa, hutaamini nyumba nzuri imekaa juu ya hiyo kitu. Lakini hizo zote ni hatua muhimu sana katika kukamilisha kazi. Kwa maneno mengine, mtu anaweza akafanya hatua mbili za kwanza, akiishia hapo inapoteza maana halisi ya ujenzi. Kwa maneno mengine, nataka nikuambie hivi kwamba ingawa hatua mbili za kwanza ni za muhimu sana kwa ajili ya kuwa na jengo, lakini hatua ya tatu ndiyo inayokamilisha ili iwe na maana, hiyo kazi iwe na maana. Bwana tusaidie sana. Usipoikamilisha, hata kama ulijenga kwa mabilioni, hiyo nyumba haiitwi nyumba, itaitwa pagare, sijui itaitwa nini, gofu na chochote utakachoita. Bwana tusaidie sana. Hivyo hivyo katika Mungu, mimi naamini Mungu afurahi tuanze tu hatua ya kwanza. Actually anapenda, maana Mungu anajali sana usalama wetu. Anapenda tujenge nyumba zenye msingi imara, ili watu wasije wakacheza likaanguka. Haya manyumba yanajengwaga chap chap, yani vijana wanacheza kama pale, unasikia wajuu wanaenda chini, wa chini wanakuja juu. Sasa Mungu hataki hivyo. Hiyo ni madharau, mnakuwa mmemtania Mungu. Sisi hapa tulipokuwa tunajenga tunasema tucheze na tembo kutoka Ngorongoro au pale Tarangire wakinogewa, waje wamtukuze Yesu, waje matembo tatu hapa wacheze na sisi. Haianguki hii kitu. Mungu sana, hii nyumba haiwezi kuanguka. Tumeisimamia, tumehakikisha vyuma vimewekwa na kila kitu. Lakini Mungu hapendi kazi ambayo imeitwa kwa jina lake ikae vibaya. Mungu hapendi kazi yake, nyumba ambayo imeitwa kwa jina lake, ikae katika sura mbaya, inaaibisha. Ndio maana anawaambia hivi wana wa Israeli, hakikisheni mtakapoingia katika ile nyumba, katika ile nchi, mliche jina langu, kwa sababu hii nyumba yenu. Anamwambia hata Sulemani, ikiwa Sulemani atashikamana na mimi, akinifuata, akitimiza mapenzi yangu, nitatukuzwa na hii nyumba na watu wote watatamani. Lakini msiponifuata, mkaniacha, mkaigeukia miungu mingine, hii nyumba itavurugwa, itavunjwa, mpaka watu watakuja kusema hivi, kwa nini hii nyumba inakaa katika hali hii? Watasema ni kwa sababu walioijenga walimwacha Mungu, wakaigeukia miungu mingine. Kwa hiyo utukufu wa nyumba ya Mungu
Ni utukufu wa Mungu mwenyewe na ni utukufu kwa ajili ya watu walioijenga. Haleluya, haleluya. Simesikia hapa pasta kutoka Sumbawanga anasema hii nyumba inamrudishia Mungu utukufu, lakini inarudishia Mungu na kanisa pamoja na FPCT yetu kwa jumla. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo ukisoma katika Hagai, hebu tusome katika Hagai sura ya 1 mstari wa 4. Inaeleza kwamba eti kama hamtatimiza ile hatua ya 3 ya kuifanya nyumba ipendeze, badala ya kuleta baraka kwa wale waliohangaika na wakajenga, inaanza kuwaletea laana hiyo nyumba badala ya baraka. Imeandikwa hivi, mstari wa 4 imeandikwa hivi: je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi: zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Unajua sababu ni nini? Nyumba yake Mungu inakaa katika hali mbaya, inakaa ikiwa haipendezi, inaaibisha. Lakini hawa ndugu wanakaa nyumba nzuri. Bwana tusaidie sana. Wangapi wanajifunza kitu fulani? Yaani kumbe tukijenga nyumba ya Mungu vizuri, hata kanisa letu tukiliweka vizuri, linaturuhusu na sisi tujenge nyumba zetu nzuri zinazopendeza, zifananie. Bwana asifiwe sana. Injinia aliyejenga hapa nilipopata ile gari yangu mnyama, nikamtumia akasema, baba, sasa hii gari inafanania na kanisa mlilojenga. Umeelewa Kiswahili? Kwa maneno mengine, mnatembeaje na magari makubwa, manyumba mnayoishi mazuri, alafu kanisa lenu liko hohehahe? Yaani wenye akili watajua hawa hawafai. Ndio Mungu anawaambia, je, huu ni wakati wa ninyi kukaa katika nyumba nzuri zilizopigwa rangi zenye marimari, wakati nyumba yangu inapauka namna hii, watu wakicheza vumbi linatimka? Je, huu ni wakati wa kukaa kwenye nyumba ambazo zina viyoyozi ambavyo wakati wa baridi vinaleta baridi, wakati wa joto vinaleta joto? Wakati hii nyumba yangu watu wakija kusali inabidi waje na mablanketi, kwa sababu vioo havijawekwa, madirisha hayajawekwa, vumbi ya kiangazi yote inaingia. Mnaweka milango, si unajua makanisa watu wanafanya mchezo, wanaweka mlango ya mbao mbaya kabisa, mbao ambayo haina bei. Ikinyesha mvua inapanuka, ikiwa kiangazi inakuwa mdogo, unakuwa paka wazi nyufa. Wanasema hii ni kanisa bwana, kwani hii ni nyumba ya mtu? Hiyo mbele ya Mungu ni kosa. Sijui umenielewa? Hiyo ni kosa sana. Wana wa Israeli wao walihesabu kadiri walivyoiweka nyumba ya Mungu vizuri, ni fahari kwa Mungu wao na ni fahari kwao. Tuko pamoja jamani? Mimi sipigi porojo, naongea vitu vya kweli. Kwa hiyo akasema hivi, sasa angalieni, mambo yamekaa sio vizuri kwenu sasa hivi, sio kama huko nyuma. Anawaambia tafakarini njia zenu, muone imekaakaaje. Akasema hivi, mmepanda, tuache hiyo, mmepanda hamkujazwa, mna vinywaji, mnajivika nguo, lakini hapana aonaye joto. Lakini sisi, Mungu asifiwe, baridi ipo, tukivaa nguo tunajisikia joto. Si sawa jamani? Naona sisi hatujalaaniwa. Au mmevaa blanketi bado baridi ipo tu? Manake sisi tumebarikiwa. Si useme amena? Na kwa nini unajua tumebarikiwa? Hatujaionea roho mbaya hii nyumba, tumekusudia tutaikamilisha. Wangapi wanasema tutaikamilisha? Si kweli Kwa hiyo mimi najaribu tu kuhamasisha, lakini najua moyo tayari mko nao. Hamtakubali hii nyumba tuiache hivi, lazima tuimalizie. Wakati tunakuja nyumbani hapa, tunakuja kwenye ibada, nilikuwa namwambia mama, yani nimechangia huko nyuma na sasa nitachangia. Siwezi kupoteza eti nimechanga alafu nije tuiache nyumba hii haibike. Lazima tutafanya kitu tuhakikishe hii nyumba inakamilika. Haleluya.
Tena mimi sasa hivi, wa ndugu zangu, mimi niwaambie, imani yangu imepanda kuliko huko nyuma. Ati nyinyi hamjui mimi imani imepanda. Huyu Mungu sio mtapeli bwana. Sisi tulihubiri hapa, ametuandalia, ametangulia kutuwekea kilicho chema. Nyinyi hamwezi kuamini, kuna mazuri yaliyo mbele yetu. Sisi tusimame na neno lake na yeye atafanya. Haleluya, haleluya. Sasa ukisoma katika Nyakati wa Pili, hiyo soma mpaka mstari wa 9, sitamaliza. Anazungumzia tu kwamba nyinyi mkitaka suluhu, pandeni mlimani mkalete miti mkajenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mungu asifiwe sana. Nyie fanyeni hivyo, mtaona vile nilivyo. Tuko pamoja jamani? Hebu tusome Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili inaelezea muhtasari wa sura ya 3. Inaelezea muhtasari wa projekti ambayo huyu Sulemani aliifanya. Sulemani, imeandikwa hivi: ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba. Maana yake akaweka msingi, si sawa jamani? Akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu. Alijenga wapi? Alijenga juu ya mlima Moria, pale Bwana alipomtokea Daudi babaye kwenye kiwanja cha Arauna, si ndio jamani? Alipotengeneza mahali pale alipoagiza Daudi katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Akaanza kujenga siku ya pili ya mwezi, mpaka waliandika tarehe. Bila shaka hata sisi siku ya kwanza kujenga, kuweka msingi hapa, tuliandika tarehe, si ndio? Nafikiri ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 10 na. Kwa hiyo tunakumbuka vizuri. Tuko pamoja jamani? Basi hii ndio misingi ya majengo ya nyumba ya Mungu aliyoiweka Sulemani. Alianza na nini jamani? Alianza na nini watu wa Mungu? Na misingi. Urefu wake mikono ya cheo cha kwanza ulikuwa mikono 60 na upana wake mikono 60. Baada ya alipomaliza sasa ndio anapandisha mambo ya ukumbi uliokuwa mbele yake, urefu wake kwa kadiri ya upana. Nyumba nafikiri anazungumzia kuinua sasa hayo maukuta na nini. Nayo nyumba kubwa akaifunika kwa miti ya nini? Ya miberoshi, aliyoifunikiza kwa dhahabu safi. Unaona huyu sasa amekuja kitajiri mno. Akaifunikizia mitende na minyororo. Akaipamba nyumba, sasa ni kuipamba. Akaipamba nyumba kwa vito iwe na uzuri, nayo dhahabu ilikuwa dhahabu ya nini jamani? Ya Parvaimu. Tuko pamoja jamani? Tena akaifunikiza, sasa ni kuikamilisha sasa. Akaifunikiza kwa dhahabu nyumba na boriti na vizingiti na kuta zake na milango yake. Akachora makerubi ukutani. Akaifanya nyumba ya patakatifu pa patakatifu, urefu wake kadiri ya upana wa nyumba uliokuwa mikono 20 na upana wake mikono 20. Akaifunikiza kwa dhahabu safi ya talanta 600. Huyu jamani mtajiri. Na uzani wa misumari ulikuwa shekeli 50 za dhahabu. Misumari yenyewe ni ya dhahabu, sio si tunapiga yale mamisumari sijui ya nini yale. Akazifunikiza orofa zake za juu kwa dhahabu. Unaweza ukaendelea na kuendelea. Bwana tusaidie sana. Pointi yangu ni nini? Alianza mpaka akakamilisha. Hakuweka dhahabu kwenye msingi. Hakuweka dhahabu kwenye msingi, wala hakuweka dhahabu kwenye ukuta. Aliweka huku. Unapoona anazungumzia ni hapa mbele. Hapa ndio aliweka gold na kila mahali, na hizi nguzo na kila kitu akaziweka zikawa kwenye thamani ya dhahabu tupu. Bwana asifiwe sana. Jamani tuko pamoja? Nini maana yake? Anataka kutuambia hivi, kuanzia day 1 mpaka miaka 7 alihakikisha nyumba imeanzia msingi, ikaja katikati na akaja finishing. Yaani hiyo ni lazima. Ni lazima. Naongea na watu wa Mungu, wazuri wa Mungu. Jamani mnapenda tuiachie hapa? Tukiachia hapa kuna wategezi wengi watashukuru tu.
Hata wageni wetu wale ambao ni wavivu watasema haleluya, mmefika pazuri sana. Hapa bado hatujafika pazuri. Hii nyumba ina thamani kubwa sana. Tuko pamoja jamani. Mama Msuya anasema yaya, hatujafika. Wangapo wanasema tumefika, wangapo wanasema bado hatujafika. Lazima tuifanyie finishing, si ndio jamani? Lazima usifanye jambo nusu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Usijenge ukaenda hatua ya kwanza, ukaenda hatua ya pili ukarizika. Bado uikamilishe na hatua ya tatu. Sasa nataka nikutie moyo. Iko baraka kuianzisha kazi ya Mungu hadi kuikamilisha. Iko baraka yetu katika kuikamilisha kazi jamani. Nasisitiza tena katika jina la Bwana. Ndugu zangu, baraka yetu imekamilishwa ikiwa tutaipamba nyumba hii ikapendeza. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wengine wanajiuliza, hivi hapa ilipofika ya nini tena tuongeze? Tutaongeza kwa sababu hii nyumba ina heshima yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa ngoja nikwambie, kama nilivyotangulia kusema, nikasema hivi, hekalu hili mwenye kujenga sio Sulemani. Unajua haya madhahabu yote haya dogo hakuwa nayo. Mwenye kujenga si ni mzee? Si mzee Daudi? Ndio aliyepata hayo maono. Ngoja tumuulize Daudi, ulifanikishaje mpaka dogo akaanza msingi mpaka mwisho bila kupumzika na akaikamilisha? Tusome katika Nyakati wa kwanza sura ya 29. Mimi napenda sana twende na maandiko. Daudi, mlijengaje? Mlifanyaje huyu dogo akajenga moja kwa moja wakati sisi tunakwama? Daudi atatuambia. Mungu asifiwe sana. Nyakati wa kwanza sio wa pili. Niliwaambia wa pili Wa kwanza 20 na ngapi? 29. Haya, hebu ngoja tumuulize Daudi. Daudi inaeleza hivi, kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake akali ni mchanga, yani bado hajakomaa. Bwana tusaidie sana. Bado ni mororo na kazi hii ni kubwa. Kazi hii ni nini? Kwani nyumba hii ya enzi sio enzi kwa nani? Kwa mwanadamu, ila kwa nani? Kwa Bwana Mungu. Huyu ni Sulemani anawaeleza wazee sasa. Daudi anawaelezea wazee mbele ya mfalme mpya kijana. Akasema hivi, basi sasa huyu ni Sulemani, basi kwa uwezo wangu wote, kwa uwezo wake nani? Daudi wote, amefanya nini? Nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vito vya kujazia, vito vya njumu na vito vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna na marimari tele. Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu shauku yangu, nami ninazo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, na itoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, zaidi ya hiyo akiba niliyoiweka tayari kwa ajili ya nyumba takatifu. Amina. Amina. Siniendelee? Mbona inanivuta hii? Situendelee? Umeweka akiba kiasi gani mzee? Hii ni mali yake. Acha ile akiba aliyoitenga kwa ajili ya Bwana. Hii ni ya kwake, hadi ameweka kwenye akaunti yake. Yani talanta 3,000 za dhahabu. Hivi talanta 3,000 za dhahabu si ni makilo mengi sana? Ni makilo mengi za dhahabu ya Ofiri, na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na ya fedha kwa vitu vya fedha, na ya kazi za kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Na mimi nataka niulize, jamani, tujipange. Hebu tufanye, tujiweke wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na mamia
pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na darikoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 100,000, yani laki hiyo. Na wale walioonekana kuwa wana vito vya thamani, naomba ninaposoma utafakari, yani imeonekana kuna watu wengine wana mawe ya thamani, wakafanya nini? Wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgershoni. Kwa hiyo walikuwa hata wana kamati ya kupokea hizo mali. Ndipo hao watu, naomba tusome mstari wa 9 pamoja. Ndipo hao watu wakafanyaje? Wakafurahi. Walifurahi kwa nini? Kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu ya ukamilifu wa moyo. Kwa hiari yao wenyewe wamefanya nini? Wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafanya nini? Akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi alianza, baadaye viongozi wakaja na watu wote wakajitolea. Basi wakashangaa, mkitoa vizuri huwa inakuja furaha. Wangapi waliwahi kutoa wakafurahi? Sisi tunatoaga, unarudi nyumbani unalia, unauliza baba nini? Nimetoa sadaka kanisani, wameniamsha, sikujua nimetoa. Lakini usilie, ukitoa vizuri unafurahi. Bwana asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Yaani ukitoa kama Mungu anavyotaka unafurahi. Mungu aliponiagiza nitoe Prado yangu iliuma huko nyuma, lakini nawaeleza siku ile, kumbe kuna wandugu walikuwa, niliposema natoa Prado yangu hapa naweka na nyongeza milioni 7,500,000, kuna wandugu wanaonihurumia isivyo halali, walitoka wanaanza kulia, anatoa kabisa gari jamani, inakuaje? Yani wakaona kama naumia. Mimi mtoaji nakwambia nilijaa furaha ya ajabu. Mungu asifiwe sana. Ukitoa kama vile Bwana anavyokuagiza unapata furaha. Kuna furaha fulani Mungu anakupa. Bwana asifiwe sana. Ukitoa unapata furaha. Ndio Daudi walivyofanya. Pointi yangu iko hapa. Hamwezi kufanikiwa mpaka nyumba ikamilike kama hamuangalii kwamba hilo ni jambo la muhimu kuikamilisha. Tusipoikamilisha inaaibisha. Sawa jamani? Kiroho tusipoikamilisha nyumba ya Mungu wetu inasababisha kufunga milango. Nawaambia kweli, mimi siwashawishi, nawaeleza ukweli katika roho. Nilikuwa na tafakari peke yangu, kwa nini naongea haya mambo? Ni kama Roho Mtakatifu ananiambia, nyinyi baraka zenu sio kwamba Mungu haoni, zipo, lakini kamilisheni. Kwa sababu hii nyumba pia msipoikamilisha, inapobaki haijakamilika, inakuwa deni kwetu, inatuzuia tusiingie kwenye nyumba nzuri zenye utukufu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, mimi nawaambia kweli, mimi ile gari nisingetoa Prado ile ambayo thamani yake ilikuwa milioni 30 sijui na ngapi, nisingeipata maisha yangu yote. Lakini kwa sababu niliitoa, Bwana ni mwema. Niwaambie Bwana alivyo mwema. Niwaambieni siri. Mimi najua kanisa langu ni zuri, halina shida na mimi. Tunaenda vizuri. Na watu wengine mpaka walianza kusema, si tumtafutie. Siku moja Msuya aliwahi kujilipua. Tuko kwenye kikao, wasema hivi, tuweke kwenye kichwa. Pamoja na tunamalizia ujenzi, lazima huyu tumnunulie gari. Nikasema Msuya, wewe ungejua. Watu watafikiri labda wewe umekuwa nyoka, ni chawa, nimekupulizia kwamba nenda waambie. Mimi na akili jamani. Nisingekubali mwanzishe changizo wakati hii nyumba bado iko hapa. Si mbingu ziliona, lakini pia tungewapa watu wengine neno baya la kudharau sadaka niliyoitoa kwa machozi. Kwa sababu wangesema, kwani angeshindwa kutoa? Si alijua watafanya nini? Watachangiwa kanisani. Na wauliza hapa mbele, ni nani amenichangia hata 100,000 tu kununua yule mnyama? Yupo? Si hamna? Si mmeshajua kwamba Mungu akisema ni yeye anagharamia. Mungu asifiwe sana. Ni yeye anagharamia.
Lakini ukweli mimi sijisifu kama ni imani, ni kwamba ukimwamini Mungu atakamilisha. Na Mungu hasemagi toa Prado ya milioni 30 nitakupa kitu ingine mnyama wa milioni 200. Angesema hivyo si tungetoa chapuchapu? Hasemi, anasema wewe toa. Je, utamwamini? Basi mwamini. Na nilihubiri habari ya Isaka wangu, nikasema jamani, mimi namtoa Isaka wangu, naamini hata kama tutamchinja atafufuka, nitapewa Isaka mwingine. Jamani, nimepewa Isaka au sijapewa jamani? Nasi nimepewa aliyofufuka toka wafu kabisa. Ni mfano mdogo tu, nakupa mfano mdogo, sio vitu vya kuongea. Baraka zetu ukweli zipo, ni kama Mungu anatungojea. Wamejenga paka wameinua, wamejenga paka wamepaua, wamejenga paka wamefika hapa. Je, wanaweza kuniheshimisha wakaipamba hii nyumba kwa ajili ya jina langu? Na kuambia na tuinuke tuje tuipambe nyumba ya Mungu wetu, tuone hakika yeye ni mwema. Anasema ataifurahia, akasema nitaifurahia hiyo nyumba nami nitatukuzwa. Tunataka hii nyumba mtu akifika, kwa kuwa hatujamjengea binadamu, hatujamjengea mchungaji, hatumjengea askofu, tumemjengea Bwana. Hakika watu wakiona waseme Mungu anatosha. Haleluya, haleluya. Hayawezekani bila kuwa na hicho kitu kinaitwa shauku. Daudi akasema mimi nilipata shauku kwamba hii kitu nataka ni contribute mpaka mwisho wake. Alijua atakufa, lakini anasema pote mbali, lakini nihakikishe hii nyumba mpaka mwisho wa hamu yangu. Naomba tuwe na hamu, tuwe na shauku ya kuiona hii nyumba inakamilika mpaka mwisho. Jamani, inakamilika mpaka mwisho. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mungu asifiwe sana. Mungu asifiwe sana. Hebu tusimame tuiombee hii kazi. Napenda niongee kwa moyo safi. Hakika ninajua tumefanya sana huko nyuma, lakini ili tuone baraka, hebu tuikamilishe hii nyumba. Sawa ndugu zangu, tuikamilishe hii nyumba. Leo sitaki kuongea sana, nataka nikwambie tu kwa kifupi. Hebu tuone baraka ya kuiona hii nyumba inakamilika. Hata kama umetoa kidogo, hata kama umetoa mfuko mmoja wa simenti, lakini ukiona hii nyumba ipo, si unajisikia vizuri? Mimi nimeshaona hii kitu si utani. Jamani, tunyang'anyane, tuhakishe tunaiwekea utukufu kabisa mpaka mwisho. Mtu asitunyang'anye thawabu yetu, mtu asitunyang'anye baraka yetu. Napoongea hivi nafukuza mbali roho za uvivu na uzembe za kutokamilisha manyumba, ndio zinawafuata mpaka kwenye nyumba zenu. Ihame kabisa. Mshirika wetu kila mmoja hakisha hii nyumba inakamilika. Jamani, kila mmoja aseme hii inakamilika. Na mwezi wa 12 tutaizindua ikiwa na utukufu. Maana watu wa Mungu tumekusudia na hatufi. Kama hatujafa kuinua haya manguzo, tutakufa kumalizia maanani tu na kuweka ile deko, tutafariki kweli? Haiwezekani. Hii nyumba inakamilika kabisa katika jina la Bwana. Kwa kuwa tuko katika kipindi cha kujipanga, ni kipindi cha kukampenia tena, tumtumikie Bwana. Naomba uinue mkono wako tuweze kuibariki hii kazi. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mkweli, wewe hudanganyi. Mimi nimejua wewe husemi uongo. Kazi hii imetufikisha hapa, ni neema tu. Tumefika hapa ni kwa neema. Kwa jina la Yesu, naomba Roho Mtakatifu uwe shahidi kwa maisha yetu. Tunataka tuikamilishe, tunataka ikamilike Bwana, tuikamilishe hata watu wakipita wajue
Hawa watu walikuwa serious juu ya kazi hii. Wape neema watu wako, kila mmoja anayeomba, anayekusudia kuchangia, apukutane na baraka yako. Wewe hudanganyi, neno lako ni la kweli, neno lako litimie, neno lako lithibitike. Leta fedha Bwana, leta moyo wa kujitoa ili kazi yako ipate kukamilika, katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu, amen. Mungu awabariki sana.